Kwa hiyo watu wengi ambao hawajui kwamba ndoa ndiyo inayoweza kuzalisha mambo yafuatayo katika jamii. Moja, utulivu wa mwanadamu mwenye akili timamu unapatikana ndani ya ndoa. Mbili, kinga ya maadili mema ambayo maadili hayo yatazalisha vijana wa taifa la kesho, lazima ndani ya ndoa. Watoto wa mtaani, na kukumbusha, vijana wengi waliofariki tarehe 29, vijana wengi hawako katika majukumu. Lakini jambo jingine ambalo linapatikana kwa kupatikana ndoa, nguvu ya taifa lenye maadili mema halizaliwi nje, ndani ya ndoa. Yani nje ya ndoa halipatikani, linapatikana ndani ya ndoa. Lakini mpangilio bora wa mfumo wa matumizi ya kifedha unapatikana ndani ya ndoa, sio nje ya ndoa. Waangalie vijana ambao wenye fedha hawana wake. Vijana hao hawana utulivu na hawaepukiki na maradhi ambayo hatarishi katika jamii. Kwa hiyo wale ambao wanaojaribu kutia dosari ndoa zinazosimamiwa na taasisi kwa ajili ya kuwasaidia vijana, wanatakiwa wajitathmini mara mbili akili zao. Ikiwa kiongozi aliyepewa dhamana ya kusimamia nchi anapiga kifua kupongeza juhudi hizo, wewe ambaye sio kiongozi, ambaye hujui maslahi ya taifa, unatiaje dosari katika jambo hilo la ndoa? Kwa hiyo watu wa aina hii wajitathmini mara mbili, ima ndoa zao haziko sawa au hawamo katika ndoa. Ukimwona mtu yupo ndani ya ndoa, ujue mtu huyo maneno yake yanatoka ni maneno yenye hekima, kwa sababu mtu alioingia ndani ya ndoa upeo wake wa akili ni mkubwa, tofauti na yule ambaye hajaingia ndani ya ndoa. Katika Uislamu pia tunaona miongoni mwa mambo ambayo mengi yanatajwa kwenye ndoa ni kutengeneza heshima, maadili, kama mada yetu ipo. Lakini nadhani kwa nini yani Uislamu umehitaja ndoa kama ni sehemu kubwa ya maadili, hasa kama ndio kinga ya maovu? Naam, kwa sababu ndoa ndio sehemu pekee watu wanayolelewa kimaadili ya nafsi, maadili ya vitendo vya kijamii moja kwa moja ndani ya ndoa, kwa sababu Allah amemwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumpa majukumu, kuwatajia wanajamii majukumu yao. Mtume akasema, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja ni msimamizi wa sekta yake aliyopewa. Kwa hiyo Allah ametoa usimamizi wa uongozi kwa jamii kwa kila sekta. Akataja al-imam, kiongozi wa juu, yeye ni msimamizi wa raia wote ambao wako ndani ya mazingira yake yanayomzunguka. Baada ya hapo akataja warajulu, mume, ra'in fi ahli baitihi, ndiyo msimamizi wa mazingira yote ya nyumba, mwanaume. Kwa hiyo mtu ambaye hana ndoa atapata hiyo nafasi? Hawezi kupata. Lakini Mtume akasema walmar'atu, na mwanamke ambaye yuko ndani ya ndoa, ra'iyatun fi baiti zawjiha. Angalia kilichotajwa, fi baiti zawjiha, ndani ya nyumba ya mume wake. Kwa hiyo wanawake wengi ambao hawako ndani ya ndoa hawawezi usimamizi bora isipokuwa yule ambaye yuko ndani ya ndoa. Ukitaka kukamilika akili, Sheikh, pata familia, akili yako itakuwa timamu, itakuwa iko vizuri kuliko maelezo. Lakini kama hauna familia, itakuwa ina mashaka akili yako, kwa sababu ni changamoto. Na maelezo haya ameyatoa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtu ambaye yuko ndani ya ndoa na amepewa majukumu na amepewa vigezo vya kusimamia majukumu, kwa hiyo wewe huwezi kupewa uongozi aliyakuwa hujui vigezo vya kusimamia huo uongozi. Kwa hiyo vijana wamepewa majukumu ya kuingia katika ndoa ili waweze kuzalisha vizazi vilivyokuwa vyema, na vizazi vyema huwezi kuvipata kama wewe sio msimamizi bora. Kwa hiyo vijana wamepewa yani mtaji mkubwa wa kuandaa taifa bora la kesho ambalo litakaloleta matumaini, litakaloleta
yani matokeo makubwa ndani ya nchi yetu, na taifa lolote ambalo halina maadili, taifa hilo haliwezi kuwa na maendeleo katika maisha haya ya dunia. Sheikh Ibrahim, katika umezungumza vizuri sana kwa jinsi ambavyo ndoa ilivyokuwa na faida zake, lakini tukiangalia kuna tatizo kubwa sana kwa labda watu kufahamu kwamba ndoa ni fursa ya wao kwenda kunufaika kama ambavyo ulivyozungumza. Watu wengi wanaogopa kuingia kwenye ndoa kwa sababu akijua kwamba mimi sina kitu. Kama nilivyokuambia, ukiwa na akili timamu kaisikia aya aliyosema mwenyewe aliyekuumba wewe, una mashaka gani na ambaye amekuumba? Allah anasema ma gharraka bi rabbika alkarim, kitu gani kinakudanganya wewe na Mola wako mlezi? Ikiwa Allah ameweka ahadi kwamba anasimamia, ni kitu gani kingine kinakudanganya? Mali akiamua kukupokonya na kupokonya, lakini Allah akikupa hakuna kiumbe anaweza kukupokonya. Kwa hiyo vijana ambao bado hawajaingia katika ndoa, changamkieni fursa. Msikilize Abdullah ibn Mas'ud, kijana aliyemliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alimtoa chozi Mtume. Anasema iltamisu alghina, taftani utajiri vijana, fi nikah, kwenye ndoa. Anayetaka utajiri aingie katika ndoa, anahitaji mafanikio aingie katika ndoa. Kwa hiyo utulivu wa maslahi ya mwanadamu haupatikani kama hauna ndoa. Kwa zama tulizokuwa nazo, zama za fitna, na ukitaka kulijua hili, nenda kwa watu wa saikolojia, watakwambia vizuri kwamba mwanadamu kwa muhemko wa mwili wake anahitaji kitu kitakachomtuliza pembeni. Ndio maana Allah alimuumba Hawa ili baba yetu Adam yuko ndani ya pepo, kuna kila kitu, lakini akaona havitoshi vitu mpaka patikane mtu ambaye atakayetuliza utu wake. Utu wa mwanadamu hauwezi kutulizana mpaka patikane mtu mwingine anayeweza kutuliza, na huyo si mwingine isipokuwa ni mwanamke. Wale ambao ni mashoga hawana utulivu isipokuwa wana maumivu. Wallahu musta'an. Kwa faida ulizozieleza hapo na madhara pia ambayo umeyataja hapo, unadhani sasa jamii ina wajibu gani kurahisisha hii ndoa kwa kuwasaidia vijana ambao tayari wameonyesha nia ya kutaka kuoa kama ambavyo wamefanya Al-Hikma? Al-Hikma imefanyia kazi aya. Al-Hikma imefanyia kazi maneno ya Allah na Mtume. Allah anasema ndani ya Qur'ani, wataawanu 'alal birri wattaqwa, saidianeni katika wema. Hakuna wema bora kulikoni kumzuia mtu na uzinzi. Hakuna wema bora kulikoni kumtoa mtu kwenye maasi ya kumleta katika utiifu wa Allah. Allah amesema wataawanu 'alal birri wattaqwa, saidianeni katika wema na uchamungu. Na Mtume Muhammad anasema wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, Allah yuko kwenye kumsaidia mtu muda wa kuwa mtu yuko kwenye kumsaidia mwenzake. Lakini si hivyo, Al-Hikma imefanyia kazi jamani. Kutoa mali kwa njia ya kuwasaidia watu ni sehemu ya zaka, na zaka ina haki ya kuwasaidia watu katika jamii. Kwa hiyo si kwamba wamefanya tu ni vitu vya kuonyesha, wamefanyia kazi maelekezo ya Mola wao. Kwa hiyo watu ambao wanapinga, inamaanisha wao wanapingana na maelekezo ya nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ndoa ni ibada, na ndoa kama tulivyosema ina sehemu mbili. Moja ni sehemu ya Allah ambayo ni ibada, na ni moja ni sehemu katika jamii, katika kujenga taifa lililokuwa lenye maadili mazuri. Kwa hiyo watu wajitathmini na watu wapupie katika swala zima la kuwaozesha vijana wao baada tu ya kuonyesha wao wana nia. Lakini si hivyo, kuna kitu niwakumbushe. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Kishki TV, nuru ya dini yako.